Sehemu ya 26 tusonge nayo kama kawaida. Tunazidi kusonga mbele tena katika sehemu ya 26 ya picha bomba tena safi wanaita Rui. Katika sehemu ya 26 anazidi kusonga nayo kama kawaida. Ebana 0742140135 anazidi kusonga mbele kabisa na picha nzuri bomba tena safi. Hapa tunazidi kwenda nao mbele kabisa na bonge la dude zito sana ili hapa. Sehemu ya 26 tusonge nayo. Wangu pigia mziki kidogo, tulishia papa ndipo tunapoendelea. Yanlu. Anauliza Yanlu. Ni有喜欢的人吗? Je, una mtu wote ambaye unampenda? Asema ndiye yupo. Yupo mtu unayempenda? 算是 Na kitu kama hicho. 但他永远 Lakini hata kama nipenda nikimwambia naogopa hata nipenda wala sitaki kumwambia. Binti kashangaa ana muda mrefu, muda mchache wa kuishi. Kwa nini 我又会选个什么样的驸马? mimi sijui nitapata mimi namna gani? 当然是找个对你好 Bila shaka utakuwa ulewe na mtu mzuri kwako. 可是 Lakini nikifikiria niliyopitia yote mpaka sasa, 回到 bado siwezi kurudi nyumbani. 凡凡 Na sirudi kama nitaenda kuwa princess kama zamani. Si kama nitaridhika kama mwanaume nitampata kuwa mzuri kwangu. Bila shaka utapata. 那些世家子弟要是知道我女扮男装出使过安国， Kama akijua nimeigiza kuwa mwanaume kuja huku sintazaraulika. Licha ya hivyo, 也行 mfalme wa Ane amekuwa na malengo makubwa sana. 又欲为 Kama tukiwa hatarini na ufalme ukiwa hatarini, 做一个 basi sijui kama nitakuwa binti inaheshimika tena. 妇人吗？ 那 Kwa hiyo 你可以像前朝那位公主 tutakuwa dada wa mfalme katika ufalme wa huu. 保大王， Utakuwa princess ambayo inafahamika kama zamani walivyokuwa princess wengine wakubwa. 要不你去执掌六道堂吧？ Unasema kuwa kiongozi mkuu wa kikundi cha kijasusi. Wazimu nini? Kwa shida gani hapo? 在这儿异想天开， Kukaa naishi katika ndoto yako ni shida. Kwa shida gani kwani? 反正 Kivote vile. 亲我， Basi ukiwa huna nafasi yote, basi 反正 kivote vile 玩这一打， Ningzo atakuwa tayari kujiuzulu zake. 反 Atakwenda kuishi kivyake, afu atakuwa mkuu wa kitengo cha kijasusi. Afu atakuwa mwanamke wa kwanza wa kifalme kuwa mkubwa jasusi. Hapo sawa. Afu muda ukifika, kama ukiwa uko hai na mimi nikiwa hai, unakuwa mume wangu, tunakuwa wote. 夫人，你死了之后也好有个相。 Tuzae mtoto wetu mmoja mzuri. Tuzae. 都学如意姐， Usijifunze tabia za Rui. Rui ni mbaya. Usimwigie Rui kuwa na mtoto. Usimwigie Rui kuwa na mtoto. Nasema ukweli. Kama mimi nikiwa single na wewe ukiwa unaishi muda wote huo, kwa nini tafute mtoto? Tunakuwa wote. 都做你驸马，你还不同意呢？ Nasema sijui kama nitaishi mpaka muda ufike. Unakubali utaki? Binti akaambiwa kiwa basi waje kuzaa pamoja. Haya, wakati huko ndani jamaa yako anapenda kuvaa kweli kweli, unapenda paka. Wakuwa mpole wewe. Paka wanapigana huko nje, sio na wasiwasi. Paka wanapigana. Jamaa anapenda paka, wewe unapenda kujipaka. Kila mtu anapenda kitu chake. 才不会打架！ Jamaa anapenda kujivaa apendeze, mzee anapiga pamba safi. 一分价钱一分货呀！来， Jamaa ajipamba zake pale. 这是 Anaonekanaje nguo yangu iko safi hao? 之前每人送给老， Kutokana na hiyo nguo ilikuwa umevaa, mimi nafikiria Ningzo ni nzuri kuliko hiyo. Unaonaje kuhusu nguo? 如果我穿这身去永安寺， Ukienda katika tempo na hii nguo, 重
tunaonekana kama bunge la handsome katika jumba zima, kama mtoto msomi fulani, handsome boy zuri. 像， Hapo sawa. 但是更像是 Lakini unajua kuhusu muonekano huu? 像去求子的。 Mtu akikuona atajua ni mtoto anafanya maombi wewe. Acha kunionea hivyo wewe. 想想我这么 Nafikiri mimi handsome boy eti. 一生 Mimi mzee wa watoto mimi. Na watoto wengi tayari ninao. 孩子， Familia yako ipi na mtoto yuko wapi familia yako? Bila shaka nitakuwa na watoto wengi baadaye. Basi sikiza hiyo. Kama mtu ananitaka hapa. Ukuna binti ananiambia hawezi kuniforce. Acha. 做你 Basi sio shida. Nitakuwa mume wako wa ziada. 不需要，谁喜？ Sihitaji wala sijali. 玩笑话你 Mimi 还 nilikuwa nakutania tu usichukulie serious. Hamna shida. Lakini kweli. 如 Wewe 我那没 kama kitokea kuna mtu asubutu kukuoa wewe. 白眼 Basi unataka uangalie mbele zaidi. 比你现在的眼 Kwa hali yako sasa hivi na maono yako na ujasiri wako ulionao. 不同， Ujue ni mume mzuri au mume mbaya. 是大的。 Katika dunia kubwa kama hii lazima kuna mtu mzuri kwa ajili yako atakaye kulinda yupo. 天下之大， Dunia ni kubwa sana. Lazima kuna mtu mzuri kwa ajili yako. 哎， Yuan Lu, 我们都好好的， tutakuwa salama, si ndio? 那事儿 Mambo tutakwenda sawa. Mambo yote yakiisha, 我们一起去闹远 tutacheza michezo mingi, 房。 tukachezea kina Rui chumbani kwao. Hapo safi. 来， Mambo yote yakiisha, wakawachezee. Haya, kula pipi. Binti akawa amechangamka kweli kweli. 这个好好吃， Pipi ni tamu kweli kweli. Lakini Yuan Lu anampenda kweli princess, alafu hajawahi kusema. Na princess hajui kama Yuan Lu anampenda. Hasa ilikuwa hivyo na hawezi akasema. Ana muda mchache wa kuishi lakini hawezi akasema kama anampenda Yuan Lu. Basi walikaa juu ya paa wakafurahi. Kila mtu akawa na furaha na mwenzie. Ametingia katika jumba la Ani. Katika usiku mmoja katika jumba la kifalme, Rui alitaka kwenda kumwona mtoto wa Queen ambaye mama yake mlezi alimuacha. Unaona? Alianza kuchunguza ukweli, ilikuwaje Queen akaamua kufia katika moto. Lazima kuna kitu kilimpelekea Queen akafia katika moto. Rui alikuja kuchunguza ilikuwaje mama yake mlezi Queen alifia katika moto. Alikuja chumbani kwa mtoto wa Queen. Huyu ni mtoto wa Queen wa pekee. Rui alikuja kumsikiliza chumbani kwake. 太打眼了一点。 Alimvizia mtoto wa Queen akiwa yuko pale. 话说， Huyu ni prince ambaye ni mtoto wa Queen, mama yake alishakufa ambaye alimlea Rui. 就是， Anasema kisha kwamba mtu atasijui kama mama yangu alikuwa hivyo na sawa. 既然都过了明路了， Kama nishaweka waziwazi ile jambo liwe siri. 我明 Alafu nitafikiria mimi kuwa mtoto mbaya mbele mama yangu. Inaumiza sana. 这些年 Miaka yote hii mama yangu amekuwa akinikataa mama yangu, kwa hiyo kama sio kwa ajili ya mama yangu mimi nimeshakuwa na cheo cha juu sana. 原来这些瓜果的， Miaka yote hii matunda niliyoyapata ni magumu sana. Mheshimiwa, kumfikiria kuhusu mama yako, angalau ungeenda kutembelea kaburi lake. Piga kibao. Nimekwambia sasa mtaje mama yangu mbele yangu. Sitaki kumsikia habari za kuhusu mama yangu. Sitaki kusikia habari za mama yangu. Umesikia? Toa habari za mama yangu hapa. Yaani ukimwambia kitu kuhusu mama yake haelewi kabisa. Rui akajua huyu mtoto kuna kitu anaficha. Huyu dogo ampendi mama yake vibaya mno. Mama, 其实 kiukweli mama, 你也未必想说， mimi sitaki niomboleze kwa ajili yako. 你原谅儿子， Nisamehe kwa sababu sitaki kuomboleza kwa ajili yako. Umenifelisha vingi mama. Rui akasikia mtoto wake anaongea hivyo. Ni mamake, alafu anaongea kwamba eti hataomboleza kwa ajili yake. Akasikia mheshimiwa, 一直在西厢等您动。 Juan anakuita nje ya chumba chako. Juan ni mpenzi wake amekuja. Nakuja. Aliposikia maitwa na mpenzi akatoka. Elewa, huyu ni mtoto wa mama yake aliyemlea Rui. Sasa akatoka pale. Ndipo kajua kuna kitu kipo sawa. Kwa nini huyu mtoto anamchukia mama yake na aendi kuomboleza kwa ajili yake? Rui akaanza kufuatilia. Akaona ataanza kumpeleleza huyu mtoto. Hajue nini kilitokea. Binti akawasha ubani. Baada ya dakika 15 huu ubani akauwasha pale. Kisha kwenye kinywaji cha huyu mtoto akaweka dawa ya usingizi ambayo hiyo dawa ukiinywa lazima useme ukweli kama mlevi. Maji. Maji. Usiku wa manane aliamka uchali, akaona akanywe maji yaliyokuwa mezani. Akumbuka Rui kayaweka dawa ya ulevi itakomfanya aseme kila kitu chenye anajua. Jamaa amesikia kiu, akamimina maji. Hakujua ndani kuna kitu kimewekwa. Baada ya kupiga ile mzigo,
Anashangaa anaanza kuona mawenge. Apiga hatua kadhaa mbele. Anasikia miguu inakuwa mizito kweli kweli. Alafu ghafla anaona miguu ya mtu imekuja. Nani huyo? Piga binti alikuwa amelala naye. Binti akazimishwa kule. Yeye amtaka huyu mtoto amweleze vizuri kinaga ubaga nini kilitokea mpaka mama akaamua kujiua mwenyewe. Alisi huyu mtoto kuna kitu anajua. Alitoa lile WhatsApp. Yes, amekuwa naye. Walikuwa kilelewa wote na mama yake na huyu. Kwa hiyo anamfahamu vizuri huyu mtoto. Alichukua ua akampelekea huyo. Kisha akampatia ile ua. Akaambia njoo hapa. Reni sio mtu mbaya. Alivyoongeza kauli zinakumbusha zamani wakiwa wadogo. Rui aloepewaga huwa akamwonyesha. Kwa huyu kuamka akamwona kauli mama yake amekuja mbele yake. Sasa kwa jinsi amekunywa ile dawa, akimwangalia hivi anamuona huyu ni mamake. Huyu ndo alikuwa Queen. Mama Chi, kwa nini kunisikiliza? Kwa nini nifanye nikasirike? Piga magoti. Niambie ukweli. Kwa nini sikuishi na yeye vizuri? Kwa nini unaniumiza mimi? Miaka 5 iliyopita huyu mtoto alimfuata babake. Akamwambia nataka nikufanye wewe mrithi wa ufalme baada yangu. Lakini nataka ukamforce mama yako akubali kuniunga mkono. Akikataa, wewe shughulikia kila kitu. Baba anasema kwamba unampinga kila wakati. Mtii baba, kushirikiana na watu wa Bei Pang, mpe support. Mama alikataa kumsupport mume wake. Kwa hiyo amekutuma ili wewe Crown Prince akutawaze kuwa mrithi wake. Mimi ni msupport yeye katika jambo hili baya la kuharibu wananchi. Sio kitu kikubwa. Kwa nini unajali kuhusu wananchi wa nini wewe? Watu wa Bei Pang wana kila kitu. Hata kama ni maadui wa nchi yetu, shirikiana nao hivyo hivyo. Watu wa Bei Pang hata kama sio wazuri, tushirikiane nao hivyo hivyo. Hii itakuwa nzuri. Mimi nitakuwa Crown Prince. Hapana. Usije ukasahau mafunzo baba yako leo amekwambia na babu yako. Uwezi kuwa Crown Prince mtoto wa mfalme mbaya. Mimi siamini kama watu wa Bei Pang watatupa ushirikiano katika nchi yetu. Sikiza. Mama amekataa kushirikiana na mimi. Nitapeleka taarifa kwa baba kwamba mama amekuwa kichaa na amekataa kunisikiliza. Kwa hiyo mimi nitakuwa Crown Prince. Ili nimpate jina la Crown Prince, inabidi nimkwepe mama yangu. Kwa nitamwangusha mama, mimi ni Crown Prince. Unasemaje? Umeandika taarifa mimi kwa kichaa? Mimi naandika mzima. Mimi na sio kichaa. Kwa mtoto gani unakuwa namna hii? Sasa mama yangu wewe. Basi mama yangu basi. Nataki na mama kama wewe. Nataka ufalme, sikutaki wewe. Kama nazuia njia yangu, wewe mama yangu. Kula kibao. Ndio akaona mama yake anamfanya mpango mbaya. Ikapelekea mama kujiua baadaye mwenyewe. Mtoto wake anayempenda pia kamsaliti na mume wake pia kamsaliti. Na hatimaye wakamforce mama kujiua mwenyewe. Binti akajua ukweli. Okay. Alitaka muue, akaona hapana. Huyu na mtoto pekee mama yake mlezi hawezi kumuua. Licha ya kwamba amesababisha kifo cha kwa huyu, pia akachangia kujiua kwa yule mama. Huyu mtoto pia akachangia. Alimzimisha pale pale. Alitaka muue, akamwacha. Huyu pia alichangia kwa sababu yeye alitaka ufalme, mama yake akawa anamzuia kwa kutokumsupport babake. Hata anatoka, na mtu alikuja pale. Hata bangi la teke namna hii. Ukamacho namna hii. Mtu alikuwa pale. Kamani. Mtakaba namna hii. Mkabako. Master. Kumbe ni Kamanatong. Master, kumbe ni wewe. Kumbe ni Kamanatong alikuwa anamfuatilia. Mama akajua basi leo kadakwa. Jamaa kaamini leo hawezi kukataa tena. Kamfuma. Nilivyoona majeraha yako, nikajua kabisa ni wewe. Nikaona sindano pale bichi, nikajua ni wewe. Ukaua mtu kwa ajili yangu, nikajua ni wewe. Hapakuwa na mtu yote isipokuwa wewe. Nikajua lazima utakuja kwenda kwenye kaburi la
la mama yako mlezi. Nikajua ni wewe. Nikajua kabisa katika hii dunia unamjaligi mtoto wa mama yako. Nikaja hapa ndo nimekuona. Nikajua utakuja kumwona mtoto wa mama yako. Tumaini nimekupata Master. Master akaona leo amekamatika, hawezi kukwepa tena. Wanafunzi wake kamgundua. Master, sema chochote. Master, kubali ni wewe. Jiu leo alimuita kwa mara ya kwanza. Jiu. Sasa ibidi wakazungumze, haiwezi pingika hilo. Alimuita ndani, wakaongea nyumbani kwake. Shifu. Master, umejificha kwa muda mrefu. Najua utakuwa na sababu zako za kujificha. Lakini Master, najalishi nini kitokee siku zijazo. Kama tu au tuniacha mimi. Nimekuja hapa kwako kwa sababu nilikuwa na kwepa watu sinikamate. Ngakuuliza maswali machache. Nikuulize machache. Sema unachokitaka Master. Master alimuuliza, kwa nini mliruhusu Queen ajiue mwenyewe? Umekuwa karibu na Queen kila wakati. Lazima utakuwa umesikia kitu kuhusu mfalme na Queen. Niambie kile unachokifahamu kuhusu Queen na mfalme. Master, usongee vitu vingi, weka waziwazi. Kama usiposema chochote kile, mimi nafahamu kila kitu. Niambie kila ambacho unakijua. Sawa basi. Impress za ujie mama yako alikulea aligombana na mfalme. Ndio maana akaamua kujiua mwenyewe. Kwa sababu mfalme alishirikiana na watu wa ukoo wa Beipang. Ila Queen hakupendezwa na hicho kitu, ndio. Kipindi kile mfalme alitaka apate mgodi wa chumvi, kwa akaongea na watu wa Beipang washirikiane. Lakini Queen hakupendezwa na kile kitendo cha mfalme kujiunga na hao watu. Na ikapelekea kuwa na ugomvi kati yake na Queen. Sasa ili aweze kumtawaza kumpata mtoto wa kurithi ufalme, ikabidi mfalme amtume mtoto wake akabishana na mama yake ili kuweza kufanya mambo yote haya. Kwa alikuwa anahofia kuhusu usalama wa kabila yao. Anasema ndio. Ukoo wa Shandong ambao ni ukoo wa Impress uliweza kukutwa na majanga mengi yaweza kutokea. Kwa hiyo unamaanisha nini kusema hivyo? Na alimsingizia mama sasa. Sijajua na alisingizia mambo yote, lakini mama alivyojua kwamba ukoo wa Beipang unakwenda kuzuru ukoo wake, kabidi mama afanye kitu, lakini badala yake Impress za ujia aliishia kufa akiwa na wasiwasi mkubwa sana. Kwa baadaye aliamua kufanya hivyo. Ikamchukua wakati mkubwa sana, maana kaka yake aliweza kuuawa na ukoo wake pia aliweza kuuawa kutokana na ile jambo la ghafla. Na ikapelekea kuwa na ugomvi na mtoto wake wa pili ambaye ni prince wa pili. Mama akawa amegombana na mume wake, pia mtoto wake ambaye ni prince wa pili akamgeuka. Ndio maana akaamua kwenda kujiua. Na baadaye akaamua kunisingizia mimi. Na ili kupata jina la ukoo wa Crown Prince, Impress za ujie mtoto wake na baba yake wakagombana, ndio. Baadaye akajiunga kumsaliti mama yao. Kwa mtoto wa mfalme ajiunga na mfalme, wakamsaliti Queen ambaye ni mama yao. Queen aliwajali sana mfalme na mtoto wake. Badala yake muungana wote wawili kumangamiza. Kwa wote wale walimsaliti, wote wawili wakamsaliti Queen, ikapelekea Queen kujiua mwenyewe. Sasa nimejua. Ndio maana nilijaribu kumuokoa, alikataa nisimuokoe. Sababu alikuwa asikia aibu kwa sababu watu wanaowapenda sana ndio waliomsaliti mwisho wa siku. Asema ndio. Kumbe hivi ndivyo alivyokuwa. Mfalme alijiunga na mwanae, wakamsaliti Queen, ikapelekea Queen kujiua mwenyewe. Basi nishajua naondoka. Master, usiondoke. Usinitelekeze tena Master. Mimi sio mtu nile kutelekeza. Ni wewe ulejitelekeza mwenyewe. Master kaambia njoo uone. Master kaenda na chumba chake cha siri. Hapana! Alifungua hicho chumba chap. Master kuingia ndani, alikuta picha zake nyingi. Huyu jamaa kachora picha mpaka midoli ya sura yake
kaivalisha na gauni. 媚娘说的没错， Nini maana ya haya yote? 果然呢， Kumbe wewe una tamaa nyingine tofauti na hii mbele yangu mimi. 跪下！ Piga magoti. Wewe 看， niambie, niangalie, niambie hisia zako kwangu mimi zikoje mbele yangu? Kama mwalimu wako au una hisia zingine, nieleze vizuri. Una hisia gani kwangu mimi, kama mwalimu au kama mpenzi? Mimi Master alijua mpuzi anamtaka. Ikabidi amfesi kama mwanaume. Master, 你别走， usiondoke Master. 志勋， Rensin. Leo kamwita jina lake. Kikweli 我喜欢你， mimi nakupenda sana. 爱你， Nakupenda sana kweli. 你的心， Hisia zangu kwako ni za kweli. Kaza za mwanamke na mwanaume. Nitakaje upimbe. 在一起， Kama tu ukiwa na mimi, nitafanya kila kitu kwa ajili yako. 爬上天树。 Hajalishi nini nitafanya kwa ajili yako. Hajalishi nini. 好， Okay. 那你马上上表。 Basi acha cheo chako, ujiuzulu, uwe mtu wa kawaida. Acha jeshi lako, acha cheo chako, uishi kama mtu wa kawaida ambaye huna chochote kile kwa ajili yangu. Utakubali? 再帮我挑几个俊俏的郎君来。 Wasa jikuta handsome katika mji wote, hamna shida. Umesema utafanya kila kitu kwa ajili yangu, sio? Utafanya kila kitu kwa ajili yangu, sio? Unaweza kuacha madaraka yako? Hauwezi. 答应。 Basi kama huwezi, maana yake wewe huwezi kunipenda mimi. Hauna upendo wa kweli kama ni hivyo. Marcus Charming, 已经不是小孩， wewe sio mtoto tena. Acha kuleleka mtoto. Usiweke ahadi ambazo huwezi kutimiza. 或许对我 Ulipokuwa mdogo ulikuwa ukilia, nilikuwa nakupenda ndio, kwa sababu ulikuwa huna mama. 母亲连 Lakini kwa sasa hivi nilikuwa nakupenda kama mama na mtoto wake tu. Lakini sasa hivi umeshakuwa mtu mzima. Malengo yako 一个不被人宠 ni kuwa na familia na usikubali mtu akucheke ovyo ovyo. Umenisikia wewe? Kamilisha mpango yako ulikuwa ukitaka, kuwa afisa mkubwa, kuwa na madaraka makubwa. Fikisha malengo yako kutawala nchi hii. Umesikia? Hata kuna madhaifu ya kipumbavu mpaka sasa. Wewe, 人心已经 Rensin alishakufa. 胡杨 Mimi ni Rui. 也是个假人。 Na ile ilikuwa ni hali ya uongo tu, lakini mimi ni Rui. Sasa hivi naitwa Rui. Usisahau yote niliyokufundisha. Na usahau kuhusu inaloliwaza. Master! Master! Kula kibao. 还要我说的更清楚吗？ Nataka niongee na ngapi? 天下没有 Hii dunia mna mtu mzuri zaidi yangu mimi kwako, umesikia? Impress za ujia alikuwa mzuri kwangu. Unamsahau Impress aliyekabidhi kwangu mimi. Usije kusahau. Impress aliyekufa mbele kwa mama yangu mimi. Alinileta kwako wewe nikufundisha kuwa mtu mzuri. Sio kuwa mpuzi kama nilivyokuwa. Umesahau? 李同光， Kama na Tom. 知道为什么我 Hivi unajua kwa nini nimesema 去丢了九儿吗？ ni wewe ambaye ulinitelekeza Jiu? 因为不管从前的 Sababu hajalisi upuzi gani ulionao wewe. Jiu kipindi kile ilikuwa Jiu mzuri. So Jiu ambaye alikuwa na roho mbaya kama hivi ulivyokuwa. 师傅， Master. 那叫如意， Jina langu naitwa Rui kwa sasa. 自己 Nitalipa kisasi cha Impress mwenyewe. Na baada ya hapo 会离。 nitaondoka katika mji wa, nitaenda kuishi mbali. Na baada ya hapo 以后你我 tutatengana mimi na wewe, kila mtu aende kivyake. 师傅， Master, 对不起， nisamehe. 可是你真的不要， Lakini wewe ndio kitu cha pekee ambacho najua. 我是你唯一的弟子。 Mimi ni mwanafunzi wako wa pekee. Sahau kuhusu hilo. 现在 Sasa hivi na mwanafunzi mwingine sasa hivi, wewe sio kwangu tena. 我不知道， Kwa kumbe ni yeye. Kwa Prince Lee ndio mwanafunzi wako mpya, sio? Haikuhusu. 好好待在， Kaa hapa 不许追出来， na usinifate. 听明白了没？ Umenielewa? Master. 师傅， Master. Na hii. Kunja la mdoli lilikuwa pale. Alikata picha zote alikuwa amemwekea. Huyo alikuwa anamtamani mwalimu wake. Vunja kila kitu kilichokuwa hapa. Master alikasirika sana. Na aliondoka zake.
Jamani, mwalimu wake huyu ni mweu kweli kweli huyu. Ewana, uko nami DJ Hero mitamboni tena kama kaida kwa 0742140135 ili upate picha hizi kwa wakati. Njoo WhatsApp kwa namba ya simu 0742140135. Baadaye Rui alirudi kwake nyumbani. Alishangaa kwelikweli, kama Ningzo alivyosema yule anampenda kitofauti. Basi Ningzo alikuja kumfuata baada ya kusikia kwa amerudi, alikuja kumfuata. Acheki Ningzo kamgongea. Kwa nini mpaka sasa hivi uko macho? Nilikuwa nasubiri uweze kurudi. Na uliporudi, nimekuletea chochote cha kuweza kula usiku wa leo. Kuna keki kidogo hapa. Basi aliniletea keki za kuweza kula, kumbuka ni mpenzi wake sasa. Cheka. Haya, kuna hii hapa. Haya, kuna supu ya kuku. Nimepika mwenyewe vyote hivi. Na hii ni muda mzuri wa kuweza kula. Na hii hapa. Hii hapa ina ladha nzuri kwa ajili yako pia. Hata kama sio nzuri kivile, lakini ina ladha nzuri ambayo itakufurahisha. Haya, sasa niulize. Mbona niulize kwa nini nimechelewa kurudi? Mbona uniulize kwa nini nimechelewa? Anasema hapana. Haijalishi ufanye kitu gani, una sababu zako mwenyewe. Mimi sitaki nikwambie wala kukuuliza. Haya, kula. Kula. Nitakupikia kila siku nyumbani siku zijazo. Lazima ujue kwamba kuna uwezekano maisha kama haya kupikiwa na mumeo. Ladha iko vizuri. Na ladha nzuri. Haya, na wewe kula pia. Kikweli uko vizuri katika kupika. Haya, kula zaidi. Kula zaidi, ulale vizuri mapema. Basi nitakupeleka sehemu kesho. Ni kuhusu siri ya lile tawi la ufalme wa Hani. Basi palikucha asubuhi siku iliyofuata, alimleta Ningzo katika eneo moja. Hapa kuna tawi la wapelelezi liko hapa. Alichukua kitabu kimoja akamwonyesha binti. Binti alikuwa hajui kuhusu hii kitu. Mwaka wa 8 miaka 5 iliyopita, mama yako alivyokufa, alipata baadhi ya mafaili kwa ajili yako. Haya ni mafaili yote ambayo yako hapa, ili kumbukumbu ya tukio la mama yangu kuweza kufa. Asema ndio. Angalia hapa. Kabila la mama yako, ili ni kabila la mama yako Queen la Shadong. Ili kumbukumbu na ukumbuka. Tao Wei alikuwa waziri wa mambo ya kijamii kipindi kile. Tao Wei? Asema ndio. Tao Wei aliandika Empress amekuwa kichaa, kwa hawezi kufanya kazi za kifalme, kwa atolewe cheo chake. Kwa Tao Wei alipeleka taarifa mbele ya mfalme kwamba mke wa mfalme kwa kichaa, atolewe cheo asiwe queen. Hii hapa taarifa nyingine ya ramani. Tao Wei pia aliandika hii. Kwa alishirikiana na mkwe wa prince wa kwanza. Miaka 5 iliyopita, prince aliweza kuwa na kwa walishirikiana kuozeshana mabinti zao ili kumsingizia mfalme apate cheo chao. Wakamsingizia queen avuliwe cheo chake, ikapelekea queen kuweza kujiua. Aha. Tao Wei alihusika kupeleka hii taarifa kwa mfalme. Kwa watu walimchongea queen aonekane kama amekuwa kichaa hivi. Okay. Binti akaona saa. Kumbe watu walichonga na huyu prince wa kwanza pia alihusika. Asema ndio. Prince wa kwanza na Tao Wei walishirikiana
kumuundia visa ili Queen aweze kushushwa cheo ili yeye apewe cheo cha Crown Prince. Kwa watu mimi umejua. Kwa prince wa kwanza ambaye sio mtoto wa Queen alimchongea Queen kwa mfalme yeye na waziri Tao Wei ili aweze kushushwa cheo. Kwa kumbe mama yangu alipitia mengi sana kabla ya kujiua mwenyewe. Sobra alijiua mwenyewe. Li Tengguang已经知道我的身份. Kamanda Tong ashajua mimi nani sasa hivi. Ashajua mimi mwalimu wake. Kwa ulichokisema ni sahihi. Nilipaswa kufikiria kuhusu yeye. Ila nimejua kweli mhusika mkuu wa kifo cha mama yangu ni mfalme na wale ambao mhusika pia kuchongea sakata hili. Miaka yote nilikuwa nakataa ukweli kwamba haiwezekani akawa ni yeye mhusika. Nilikuwa namwamini sana mfalme kwa sababu mama alimpenda sana mfalme. Mama alimpenda mume wake mfalme sana. Kwa hiyo nilikuwa sikumwamini kabisa. Nimeelewa sasa. Katika moyo wako Empress Zhaojie ndo mtu makini sana ambaye alistahili kuwa mzuri katika dunia kwako wewe. Lakini hawezi kuamini kwamba alimooa mtu asiyekuwa sahihi na hakutegemea kama ingekuwa hivi vibaya kwa maafa aliyomkuta. Uko sahihi. Mama yangu kweli kifo chake akimuhusu huyu mke mpya wa mfalme. Mimi pia sidhani kama kina muhusu mama miaka 3 iliyopita. Huyu mke mpya wa mfalme amekuja miaka 3 iliyopita. Miaka nyuma alikuwa hayupo. Kwa nafikiri kinachohusu ni mfalme na wale ambao waliohusika. Pia alisema kama hawezi kumsaliti mfalme, hawezi kumsaliti mama yangu, lakini masuka kumsaliti. Kwa mama yangu aliolewa na mtu ambaye hakuwa sahihi kwake. Alifikiri atapata support kwa mtoto wake na mama yake na mume wake pia, lakini imekuwa tofauti. Kabila lake limemsaliti, mume wake kamsaliti, mtoto wake pia kamsaliti. Sababu mama yangu aliweza kujiua maskini. Licha ya vyote, mama yangu mume wake alitoa amri na akamsaliti yeye mwenyewe. Kwa nafikiri aliniambia kama mimi nisiwe mjinga kupenda watu kirahisi, lakini pia naye ni mjinga kwa sehemu fulani. So bure alinitamkia maneno yale mara ya mwisho. Kwa sababu alihisi kila mtu amemsaliti asije kwa vizuri. Na so bure alikataa kunisikiliza maongezi mengi yalikuwa yakimwambia tuondoke wote. Kwa kumbe alijisikia vibaya katika moyo wake. Tuondoke. Hai. Binti alijua ukweli. Yeye aliuziwa tu kesi kama kisingizio, lakini waliohusika ni mfalme, prince wa kwanza na Tao Wei ambaye tayari ni afisa. Anyway, walikuja leo huko. Yeah. Boss umerudi. 辛苦了。走。你为什么没对二皇子动？ Kwa nini hujamuua mtoto wa mama yako licha kujua mhusika? Kwa sababu ni mtoto pekee wa mama yangu aliyebakia. Bila shaka asingependa nimuue hata kama ni mbaya. 2年前也已经死了。 Ila baba yake pia alikufa miaka 2 iliyopita. 成天8年。 Miaka 8 iliweza kupita. Prince pia alikuwa miaka 14 kipindi hicho. 6年。 Bila shaka alikuwa kijana mdogo sana. 等父亲。 Na bila shaka huyu prince pia alitumwa baba yake asingizie. Lakini prince wa kwanza alikuwa mtu mzima. Huyu prince wa kwanza alishirikiana na baba mkwe wake akasababisha kifo cha mama yangu kwenda kumchongea uongo mbele ya mfalme. Kwa ni mmoja kati ya wadui wangu. Kwa adui anayefuata ni prince wa kwanza akawa adui wa Rui. Rui akamwandika prince wa kwanza, waziri wangu kama wahusika. Mmoja mwandika mkuu wa wahusika wote. Mbona simwandike mfalme pia? Mfalme ni adui yako pia. Mwandike mfalme katika watu utakao waua. 你明白 Oh, umeshajua eh? 我说的是谁？ Na muongelea nani hapo umeshajua nafikiri. Mfalme. 没错。 Asema ndio. Mfalme pia ni mmoja wapo aliyehusika katika hii jambo. Lakini nimefikiria kwa makini. Kama nikimuua mfalme kwa sasa, nchi itakosa kiongozi na itaingia katika machafuko. Kwa nitafikiria siku ya kumuua wakati mwingine. Haya, siku iliyofuata ndo leo. Walikuja kumuona moja kati ya waziri wakubwa sana hapa. Huu ni wito. Waziri alipokea wito wa kumpokea Prince Lee. Huyu ni waziri wa 3 hapa kwa neema makini Yingzi. Anaitwa Yingzi. Kwa neema makini usiongee vibaya tena. Wala usijali nakumbuka kila kitu. 安国
多凡有实权的重臣。 Nitatembelea maafisa wote kujifanya na washawishi wamwachie kakaangu, 做事 kwa sababu inaonekana kuna ugumu fulani. 如果能侥幸， Lakini kama plani hii ikienda vizuri, 你们就不用流血攻塔。 msihatarisha maisha yenu tena kirahisi katika jambo kama hili. Tulieni kwanza. Binti anaingia kwenda kumwona mawaziri. Kumbuka ni siasa hii, kwa hiyo namtembelea kila waziri kumwomba mshawishi mfalme. Alipomtembelea huyu, binti alimpa salamu zake pia. 有劳尚书亲自相迎，小王皇。 Asante kwa kuja mwenyewe kunipokea mheshimiwa. Karibu ndani. Wakati huo hao wanahesabu hatua kuelekea kunako mnara alikofichwa mfalme. Wakawa wanahesabu tu 43, 52, 53, hatua ya 54 hiyo, 57, 58. Wanahesabu hatua 59, 60. Hapo wanapiga hesabu kuchora ramani ya hii sehemu watakapokuja kumtorosha mfalme iwe rahisi. Kwa wanachora rada katika hili eneo kwenye tempo 69, 71, 72. 老宁啊， Akasikia Ningzo, nabidi ukaombe kwa buza 时候 ufike miaka 71 upate mtoto. 我都已经有你 Tari na mtoto wangu ni wewe. 花样， Mtoto mwingine wa nini sasa? We, unaonyesha mimi mwanao, mimi sio mwanao. 我们已经测过了， Tumekagua ni hatua 70 mpaka hapa. Na hii tempo ni kubwa sana. 所以我 Tulikuwa tuna uwezo mkubwa wa ngumi hapa, watu wanne inabidi wapite watu wanne hapa. 哎，你有没有发现 Wewe ushatambua kwamba 这一馆周围 walinzi wamekuwa wakali sana wakati huu, wauaji wamekuwa wamegawana kweli kweli sasa hivi. 的是做 Bila shaka ulinzi umeimarishwa zaidi. Inaonekana ulinzi umeimarishwa zaidi tangu tumekuwepo hapa. 现在 Wametuisi tukavamia katika tempo labda. Maana naona waboresha ulinzi kwa kasi sana. 我们一定来武， Hatuwezi kumstawishi mfalme kutupatia mfalme wetu, ni kumuiba tu. Kwa hiyo ni kumtorosha. 这， Hatuwezi kubaya jambo lile vibaya namna hii. 我去安排一下。 Wacha nitafute njia nyingine ya kufanya, unaonaje? 不用。 Haina haja. 安都分堂的弟兄们， Watu wengi wako hapa wanafanya kazi juu ya hili swala. 你让起点 Naamini baada ya siku chache tutapewa taarifa fulani kuhusu kitu. 说清楚， Najika mfalme atakasirikia sana wauaji, hapo ndipo tutapata nafasi ya kuingia katika tempo. 到时候我们再给他供职， Na huo muda ukifika, tutaweka mambo yote yakae wazi 也够的。 kuhusu mfalme wa na vingine vitu. Nijua tu ni plan. Naona nakupenda sana, una plani nzuri sana. 不过我更爱美人儿。 Mimi napenda warembo zaidi. Ila Roy ni mkatili we. Baada ya siku 2 tu ameshaua watu 2 faster. 你就庆幸吧你。 Una bahati ndugu yangu, ungekutana naye kipindi kile ukiwa muuaji na mpelelezi, mngekutana sawa sawa. Ingeumana. 说正事儿， Hem tu serious bana eh. 提前想好策略， Inabidi tafute njia za kutorosha mfalme kwa haraka. Mambo yasiende vibaya. 想了有3条。 Nitaandaa ruti 3 hapa mpaka hapa, tutatokea njia ya geti na hapa ni njia yenyewe. Basi usiku ulipoingia, Rui alikuwa amekaa chumbani akifikiria. Ameshajua wahusika waliohusika kumuua mama yake wote na wajua. Sasa kameketi akiwa na mawazo makubwa. 娘娘， Akajiona kama vile ametokea upande wa pili katika ndoto mama yake amemtokea. Mama yake ambaye ni mlezi, ambaye anamuona kila kitu cha pekee katika maisha yake. Binti alikuwa na mawazo. Mama akaa anajihoji, ulikuwa upende niweze kuwa muuaji? Ulikuwa ulipenda nimfanyie kazi mfalme? Leo nimejua mfalme kumbe ni muuaji. Mfalme alikusaliti wewe na akakusaliti pia, kusababisha kifo chako. Kosta muua mfalme, lakini nitamfanya alipie vya kutosha. Nataka niweke ukweli kwa watoto wajue kwamba mfalme sio mtu mzuri. Nitakisha namaliza kila kitu kuhusu ufalme wake wote. Unaonaje mama kuhusu hili? Binti akawa anajihoji jinsi ya kulipa kisasi. Hawezi kumuua mfalme kwa sasa, mfalme akiuawa nchi itaharibika. Kwa hiyo ni kumfanya alipie kwa design nyingine tena. Binti akasikia Rui
akasikia sauti ya kuitwa na mamake kwa mara ya kwanza. Ni mara ya kwanza mamake anamuita Rui kwa jina la Rui. 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 Anaona mwangaza uko pale, akahisi wena mama yake anaongea naye. Ni katika fikra zake tu. Ini mara ya kwanza mamangu ameniita Rui. Binti alifurahi kusikia kaitwa Rui kwa mara ya kwanza. Kaika jina yake jipya, halitakuwa lile Rensin tena, anajiita Rui. Basi alitoka nje baadaye. Siku iliyofuata asubuhi, binti alitoka nje akiwa na furaha kweli kweli. Alikaa kana cheki maua hapa na pale, maua yaliyokuwa yako pale nje kwake. 方圆3里，注意卫的暗哨确实增加了不少。 Akanasikia basi walinzi wanaongea. 回来， Iko wapi Prince Lee? Asema hajarudi bado mpaka sasa hivi. 宁头和于大哥 Ila Ningzo na Prince Lee 宁头 hajarudi bado mpaka sasa hivi. Unahofia kuhusu Ningzo? 新店 Unahofia kuhusu Prince Lee pia? 第一次分开 Ni 行 mara ya kwanza wanafanya kazi tofauti leo. 庆侯， Ila nafikiri kama Mandatong 之后他就最近 anakuwa na lengo zuri kwake kina leo. 还是要加强防护。 Nafikiri tuweke ulinzi wa kutosha, tunahofia kama Mandatong. Mama kaisi kama Mandatong jana alikuwa na hasira. Lazima atafanya kitu leo. Anamjua wanafunzi wake vizuri. Jana alikuwa na hasira, akahisi huyu mtoto atafanya kitu. Leo njiani wakati Prince anarudi ghafla. Uvamizi ghafla katokea pale. Uvamizi! Ghafla walivamiwa na kundi la watu wajulikani wanatoka wapi. Piga namna hii. Kuna kundi la ajabu litokea pale kuvamia. Kundi limeingia pale. Kunja. Ili ni kundi la wauaji limefika. Mkuu wao kafika pale. Toboa kwenye carriage namna hii. Mheshimiwa. Fika mpaka pale. Akashuka. Toka nje. Au nikuue. Jitokeze Prince Lee. Abana. 为了我青梅， Umekosea, mimi ni mrembo. Niko handsome boy. Hako mwenye maka tokeza bwana. Maka tokea chap. Kula bonge la teki namna hii. Na Fishani yuko hapa. Dogo njoo. Wakamechi alimwadabisha. Kunja. Sio wangu akana kapita. Ngome kapita chap. Alimkosa. Kata baka namna hii. Alimkunjia hapo kwanza wewe. Ngome kitu namna hii. Akamzubaisha. Kata baka namna hii. Na alisogea. Wakamechi. Tako mchoma. Akazuia namna hii. Si shang. Ampeleka katika ukuta. Akambananisha hapo. Anataka akate kichwa ya Sisham. Kambananisha vibaya kweli kweli. Anajikata yeye na anajikata na huyu pia. Amejibananisha. Hewe! Anavuta ngoma. Yeye anajikata pia, anamkata yeye pia. Bara ghafla. Fika mtu pale. Kamtoa. Tupa. Kosa na panga. Ningzo alifika pale. Kula teke. Wengine wote walioko chini ya ulinzi faster wakadhibitiwa mapema sana. Kiongozi wote wako chini. 刚才你用的那一招叫做御史， Mapigo yako wote ulifundishwa na Rui. Hata kuwa mjanja. Wewe ni Kamanda Tong. 在杀人 Kwa usituigirie. 情况下，与 Huwezi kuua mpinzani wako ukiwa unataka kumkimbia namna hii. 同胞 Kama unataka kumuua mpinzani ujipange zaidi Kamanda Tong. Ukitaka kumuua mtu akisha na uwezo wa kummudu kweli kweli. 是接连养野， Nilitaka kwa nikimteka Prince Lee. Nilifikiri nikimteka Master atanifuata. Kwa nitaka nimteke Prince Lee. Rui akawa anakuja pia. Alijua lazima mwanafunzi wake atafanya kitu. 生气。 Mimi sijali itakavyokuwa. Nitaka nimteke Prince Lee niondoke naye Master anifuate. 我只求他变不了， Mimi sitaki Master anipuuzie. 我只求他变。 Mimi sitaki Master akae mbali na mimi. Master yuko pale juu anaangalia. Sikiliza dogo. 跟我没关系。 Ukifa au kutokufa kunihusu mimi. Unataka kuua ndugu zangu. Nilikuwa nina haki ya kukuua. 就因为你师傅不理你， Umekuja kuumiza watu wangu ambao mimi nawategemea.
nafikiri nitakuacha kirahisi. Nilifikiri kwamba malengo yako ni mazuri kama mwanaume, kumbe ni mdogo mdogo, ujinga mwingi. Hebu usifikiria kuhusu hili. Kama ukiumiza watu wangu kufanya hivi, nafikiri nitakuacha au karibu mambo utakaribika. Mimi sijali kivote vile. Na nataka tu ni master wangu awe na mimi. Wana ilikuwa sehemu ya 26. Tukutane sehemu ya 27. Twende mbele.